Mara ya 4 kuingia katika maridhiano ya kisiasa na mahasimu wake wakubwa wa kisiasa, kutoka Arap Moi kwenda kwa Mwai Kibaki kwenda kwa Uhuru Kenyatta na sasa na Rais William Ruto. Mkono wa maridhiano ndio alama kubwa au miongoni mwa alama kubwa za Raila Odinga. Je, nini maana ya maridhiano haya? Nini malengo yake? Je, hufikiwa malengo hayo? Na kwa nini kila mara ni yeye Raila Odinga ambaye anasimama kwenye swala hili kwa zaidi sasa ya miongo mitatu ya siasa na vyama vingi nchini Kenya? Tunajadili maridhiano ya kisiasa nchini Kenya kwa kuungana hapa na wachambuzi wetu kutoka hapa nchini Ujerumani, kutoka mji mkuu Berlin. Tunaungana na Kadara Saleh, mchambuzi wa siasa za kimataifa na mtafiti ambaye kwa sasa yupo hapa Ujerumani kwa kazi zake, ingawa yeye ni mwenyeji wa mwambao wa Kenya. Tunaungana kutoka Nairobi na Kennedy Wandera. Kennedy yeye ni mwandishi wa habari wa siku nyingi, anaandikia vyombo vya kimataifa na amekuwa akiungana mara kwa mara hapa kutuelezea maono yake kuhusu siasa nchini mwake Kenya. Kutoka nchi jirani Tanzania tunaye Gwapo Mwakatobe, naye pia mchambuzi wetu wa mara kwa mara ambaye amekuwa nasi hapa kutusaidia maarifa ya kuzitambua na kuzijua siasa za ndani ya Afrika na za kimataifa. Naitwa Mohamed Khelef. Waungwana, karibuni sana kabisa kwenye maoni mbele ya meza duara. Asante sana. Asante. Na kwa hakika nitaanza hapa Ujerumani kwa Kadara Saleh, kwa sababu mbali ya kuwa mtafiti aliwahi pia huko nyuma kuwa karibu sana kwenye rubaa za kisiasa, na kwa hivyo anayajua mengi katika siasa za nchi yake Kenya. Huu ni mkono wa 4 kutolewa na Raila kwa mahasimu wake wa kisiasa. Kadara Saleh, je, ulipousikia mkono huu unatolewa ilikuwa jambo la kushangaza kwako? Kusema kweli mimi sikushangaa niliposikia kwamba mkono wa maridhiano umetolewa ambao Kenya tunaita handshake, na ingawa umesema ni mara 4, lakini Wakenya wengi wanahesabu ni mara 5. Mara 5, naam. Kwa sababu mwaka jana kulipokuwa na machafuko makubwa ya hawa vijana ambao waitwa Gen Z, na serikali ikawa katika hali mbaya sana, haswa katika mambo ya maisha, gharama ilipopanda sana. Kwa hivyo kitu ilimfanya Rais William Ruto kufanya ni kukaa na Raila, wakakaa pamoja, wakavunja baraza la mawaziri kadhaa kutoka chama cha Raila ambao ni ODM, wakaingizwa wakapatiwa wizara kubwa mbalimbali. Baada ya hapo tukaona lile fujo likatulia kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo ile pia inahesabiwa ni handshake ya 4, na hii ya sasa ni ya 5. Mimi sikushangaa kwa sababu au ilikuwa ni 4A na 4B haswa. Naweza kusema 4A na 4B. No. Kama ulivyotangulia kusema, katika utawala wa Rais Uhuru Kenyatta nilipata bahati haswa kutoka mwaka wa 2017 mpaka 2022 nilikuwa ni mmoja katika madirectors wanaofanya kazi ndani ya chama cha Jubilee ambacho ilikuwa ni pamoja ya Bwana Ruto na Bwana Uhuru. Kwa hivyo hii handshake ya pili ilipotokea baina ya Uhuru Kenyatta na Ruto na Raila ilishangaza watu wengi. Watu wengi wakajiuliza maswala, haswa pale ndani ya chama kuna wengi walikuwa hatujui kuendelea nini na itamalizika namna gani. Mwisho tukaona ilivyoenda na tukajua sababu nyingi zilifanya kwamba mpaka ile handshake ikapatikana. Unakusudia kidogo kwa ajili ya kuweka huu mnyororo katika nafasi yake, unakusudia handshake ya pili, maridhiano ya pili au ya 3? Manake ya pili, kwa sababu ya kwanza ilikuwa ni ile ya marehemu Rais Mwai Kibaki baada ya machafuko ya kisiasa kutokea. Ni ya 3. Kuna ya nyuma yake na Moi yaliyofanya akavunja NDP akajiunga na KANU. Nimeghafilika. Kwa hivyo ile ya Moi, ile cooperation ilikuwa ya kwanza. Naam. Alafu hii ya Kibaki 2007-8 ya pili, ya Uhuru ya 3. Naam. Kwa hivyo
ile ya Uhuru ilishangaza watu wengi sana, na ni kama kwamba walijitokeza wao wawili tu ghafla asubuhi, na watu wengi walikuwa hawajui, hata wale waliokuwa ndani ya serikali. Lakini hii ya sasa haikushangaza watu wengi, kwa sababu hasa baada kushindwa katika uchaguzi wa Umoja wa Mataifa katika chama kama ya Umoja wa Afrika, haikushangaza Wakenya wengi, hasa mimi haikunishangaza kabisa, kwa sababu swala lilikuwa ni kwamba huyu bwana ameshindwa uchaguzi, what is next, aenda wapi? Kwa hivyo hili halikunishangaza mimi kabisa, na nafikiri Wakenya wengi pia halikuwashangaza. Ni kama kwamba hapo ni kama kwamba Bwana Kadara Saleh unataka kusema kwamba halikukushangaza kwa sababu ulishamweka katika fremu, katika picha. Raila Odinga ni mtu ambaye hawezi kuishi nje ya duara la nguvu, nje ya duara la madaraka. Kwa hivyo hiyo ni moja. Naam, endelea mbele. Kwa nini iko haikushangaza na kusudia? Kwa hivyo hiyo ni sababu moja. Raila hajazoea haswa kwa miaka 20 na zaidi kuwa nje ya serikali, na pia hatufai kushangaa kwa sababu kwa kiasi fulani chama chake kimekuwa kikishirikiana sana na chama tawala ambayo ni UDP katika masala mengi kule bungeni na kule kwenye Senate. Kwa hivyo alikuwa haishangazi. Na vile vile ndani ya baraza la mawaziri tuko na mawaziri wakubwa 3 4 ambao kule Mombasa tuko na Hassan Joho, lakini tukiangalia zaidi waziri wa fedha ama waziri ambaye yuko kwenye treasury atoka kwenye chama cha ODM. Kwa hivyo kwa njia moja au nyingine ODM ambayo ni chama cha Raila Odinga kimo ndani ya serikali kabla hii handshake kubwa. Naam. Ilivyofikiriwa na katika hisabu kubwa zilizopangwa za geopolitics na kisiasa ni kwamba lau Raila angefaulu katika yale madaraka, cheo cha wana chairman kule Umoja wa Afrika, ingelikuwa ni sherehe kubwa sana, si kwa Wakenya bali kwa chama tawala na haswa kwa Ruto, kwa sababu headache kubwa ingelikuwa imeondoshwa katika njia ya mbeleni ya utawala wa Ruto, haswa katika uchaguzi wa 2027 ambao kampeni kama kwamba zishaanza Kenya already. Naam. Lakini kwa vile ile hisabu iliharibika, mtu kama Raila huwezi tu kumweka kwamba sawa tufanye kazi pamoja bila kumfikiria utampatia nini, atapata nini na atafurahia cheo ambacho atapewa. Kwa hivyo hii handshake ambayo ni mwanzo wa mambo ambayo Wakenya wangojea kuyaona yatakuwa vipi, huyu Raila atapatiwa cheo gani, hii handshake ni mwanzo. Okay? Ni hatua ya kwanza ya mambo ambayo yatatokea hivi karibu. Kwa hivyo mimi hayakunishangaza, wachambuzi wengi Kenya hayakushangaza, na Wakenya wengi hata wale ambao hawana khibra au uzoefu wa mambo ya kisiasa pia haikuwashangaza sana, ingawa wengi wamekasirika kwa haya aliyoyafanya Raila juzi katika hii handshake. Naam, asante sana kakangu Kadara Saleh kwa kutufungulia na uchambuzi wako. Kwa nini halikuwa jambo la kushangaza kwa mkono mwingine wa maridhiano kutoka kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwenda upande wa serikali, utawala kwa rais wa sasa William Ruto na chama chake. Nitakuja sasa Nairobi kwako Kennedy Wandera. Umemsikia Kadara Saleh anasema hakushangazwa kabisa, lakini anatia matomotomo katika shakhsia ya kisiasa ya Raila Odinga, akimwona kama ni mtu ambaye ni samaki hawezi kuishi nje ya maji.
ni mtu ambaye hawezi kuishi nje ya madaraka, nje ya rubaa za madaraka huwezi kumwacha kando. Hivi ndivyo ambavyo unamwangalia wewe Raila Odinga, au unamuona kwamba ni shujaa, kiongozi ambaye kila siku anaweka maslaha mbele ya taifa lake na kwa hivyo kunyosha mkono wa maridhiano ili kuileta Kenya pamoja? Na iona kwa njia tofauti sana. Ni kwamba Odinga nafasi yake au hadhi yake ya kisiasa ni hadhi ambayo kwa kiasi kikubwa inamweka katika mstari mmoja na rais wa nchi, kutokana na kwamba Kenya inapoelekea uchaguzi unakuta kwamba ana wafuasi wengi sana, na wakati kura za mgombea anayoshinda urais na yule anayekuwa wa pili anakuwa na kura ambazo kwa wingi labda tofauti inakuwa tu labda ni chini ya 100,000 hivi, na hili linakuwa tatizo kubwa sana kwa sababu iwapo unaingia kwenye kinyang'anyiro cha urais alafu tofauti wa kura unakuwa kiasi hicho, na kwa miaka mingi ambayo amekuwa katika siasa za Kenya na ufuasi ambao amekuwa nao unamweka katika hadhi ya juu sana, na kila mara hadhi hiyo inawapa marais ambao wanaliongoza taifa la Kenya nafasi ngumu sana kufanya kazi, kwa sababu inaonekana kwamba sasa taifa ni kama limegawika katikati, nusu. Aliposhinda kura ya kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AUC, kwanza wapo walioeleza kwamba marais wa bara la Afrika wangemuona Odinga kama mmoja wao hadi kwenye hadhi ambayo ni sawia na hadhi yao. Kwa hivyo hawangemtumia kama katibu anavyotakiwa kuwa katika nafasi ya mwenyekiti wa umoja huo, na labda hilo ndio lilikuwa tatizo kubwa sana kwa hao marais wa umoja wa nchi za Afrika kutaka kumpigia kura au kutompigia kura. Lakini sasa tatizo lilokuwa hapo ni kwamba anaporudi Nairobi, wakati pamekuwa na maandamano mwaka jana ya vijana wa kizazi kipya ambao wamekuwa wakitaka mabadiliko, wakinungunikia maisha kupanda juu kwa gharama ya maisha, wapo wengi waliona kwamba kurudi Nairobi kwa Odinga kutakuwa ni tatizo kubwa sana kwa Rais William Ruto, kutokana na ufuasi wake na hasa masuala ambayo amekuwa yakizungumzia sana, licha kuwa alikuwa anampigia debe sana Odinga kama mgombea wa Kenya. Na hivyo wapo waliokuwa wakieleza kwamba huenda anaporejea nyumbani Odinga akaona matatizo ambayo yanaiandama serikali ya Ruto, akaona kwamba sasa aanze kuzungumza sauti ya wananchi. Lakini vile wapo ambao walieleza kwamba Odinga kurudi Nairobi labda na kutokana na ufuasi ambao Rais Ruto amemuonesha hata kugombea wadhifa huo wa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, labda itakuwa mwanzo wa nafasi sasa ya kufanya kazi kwa pamoja. Na ilivyo ukadiriwa ni kwamba angerudi nyumbani na kuanza kufanya kazi na Rais William Ruto. Lakini hilo pia limeleta tatizo sana, kwa sababu Wakenya wanaona kama amewasaliti. Mashirika ya kijamii na vile vyama vya kisiasa vya upinzani vimesema kwamba Odinga amesaliti nchi, akizungumza na wananchi, kwa sababu wengi hawaridhishwi na utawala wa Rais William Ruto. Kwa hiyo imeweka katika nafasi ambayo ni ngumu kidogo kujua nini hasa ambacho anastahili kufanya, na iwapo ataendelea kuzungumza sauti ya raia wa Kenya akiwa ndani ya serikali. Lakini Rais Ruto hakuwa na budi ila kumuingiza Odinga kwenye serikali, na tunataraji kwamba siku zijazo patakuwa na mabadiliko makubwa sana katika baraza la mawaziri. Na sasa kando na mawaziri watatu Odinga kwenye baraza hilo la mawaziri, tunatarajia kwamba huenda kukawa na nusu, kwa sababu sasa Odinga ndio sauti ya serikali ya Ruto. Naam, tayari tunaambiwa kwamba wabunge kutoka chama chako wameshaanza kuzichukua nafasi za uongozi wa kamati kadhaa za bunge ambazo mwanzo zilishikiliwa na watu wa Kenya Kwanza, ama sivyo? Kweli, kwa mfano kamati ya uhasibu ya bunge, yule mbunge ambaye alikuwa mwandani wa Rais Ruto wakati huo, lakini wakati matatizo yalimsonga yule aliyekuwa naibu rais wakati huo Rigathi Gachagua, anaondolewa katika nafasi hiyo. Yule anayesimamia kamati ya bunge na kitaifa ya bajeti anaondolewa, na wengine wengi wanaondolewa. Sasa wamewekwa hawa wandani wa Odinga. Hiyo ni ishara kwamba sasa serikali ya Ruto inatafuta kinga. Inaweza kuwa kinga ya muda mfupi au ikawa ni kinga inayomwelekeza hadi uchaguzi wa mwaka 2027, lakini
alihitaji hiyo kinga ili kuendelea kufanya kazi, kwa sababu kuondolewa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambaye sasa amekuwa akizungumza na wananchi na kumpokea upande ule mwingine na viongozi wengine wa upinzani, kumemweka vibaya sana na rais wa sasa wa Kenya, ambaye inasemekana kwa darubini ya siasa za mlima Kenya ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta anatoka, kwamba eneo hilo sasa limemuondoka rais wa sasa na inakuwa vigumu sana kwake kufanya kazi. Na hivyo kutokana na kuondolewa kwa hawa wabunge kwenye nafasi hizo, sasa anaitegemea sana hadhi ya Odinga na sauti ya Odinga kama kinga ambayo itamsaidia na kuisaidia serikali yake kutekeleza ajenda yake. Ni kama nimekuelewa vizuri, unadhani kwamba Raila anatumiliwa na Ruto kumjengea kinga mbele ya Wakenya, na sio kwamba hii ni hatua ambayo inakwenda moja kwa moja kwenye kuzungumzia kuitulizanisha nchi, kujenga umoja wa kitaifa. Na madai ambayo nayasema, ni kukumbushe Kennedy Wandera, ni kwamba tayari kwenye hotuba zao walizungumza siku ya Ijumaa, wote wawili wamepinga kwamba hapana chochote kuhusu maslahi ya mtu binafsi, ni maslahi ya kitaifa ya Kenya. Lakini wewe pengine na wachambuzi wengine unasema kwamba hapana, ni swala la nusu mkate ambao limezoeleka katika siasa za Kenya. Raila huwezi kumnyima nusu mkate akakubali umnyime. Hawa ni wanasiasa wawili ambao wamekuwa katika chama kimoja kabla Ruto kuingia huko. Walipokuwa vinara wa chama hiki cha Odinga, Ruto na Odinga. Lakini kile ambacho umekizungumzia, kwa mfano Rais Ruto amekuwa akisema kwamba nchi imegawanyika na watu wanafaa kurejea pamoja. Nchi haijagawika kuwili. Nchi haijagawika. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba kuna nchi kwa sasa tunataka umoja wa taifa kwa kumleta Odinga. Ndio maana unakuta kwamba shinikizo hizi na wale wanaosema kwamba Odinga anaenda katika serikali ya Ruto na wamekutana hao wawili, ni maslahi yao binafsi, kwa sababu kwa sasa taifa halijagawika kuwili. Kinachoendelea ni kwamba wanasiasa ndio wamegawika, na sasa kinachoendelea kwamba labda wanajaribu kutafuta maslahi, kukidhi maslahi yao. Kwa sababu unapoangalia mwaka jana wakati tulipokuwa na maandamano ya vijana wa kizazi kipya, hao maandamano hayakuwa ya sehemu moja ya nchi. Ilikuwa maandamano ya vijana kizazi kipya ambao wamesema kwamba wametekelezwa na nchi yao na utawala wa Rais William Ruto. Kwa hivyo kilichopo sasa ni kwamba kwa macho ya wengi ni kwamba Rais Ruto alijiona kwamba amevuliwa nguo na ile ngome aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, na sauti hiyo ilikuwa inapotezwa hasa pia katika mihimili ya bunge, na alihitaji wandani ambao wanaweza kumsaidia kuzungumza kwa ukakamavu, kwa sababu haingefikisha ajenda yake kwenye bunge wakati Odinga yuko upande ule mwingine na wabunge wanaotii au wabunge tifu kwenye aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua pia wako upande ule mwingine. Atabaki tuna wachache ambao hawangemwezesha kufanya shughuli hizo anazotaka kuzifanya hasa kupitia bunge, na ndivyo wengi wanasema kwamba kuja kuudinga katika nafasi hiyo na kuunga mkono Rais William Ruto kwa sasa ni kinga ambayo itamsaidia Ruto kumaliza mkutano wake wa kwanza madarakani, na uwezekano wa kuwapo kwa Odinga naweza muunga mkono katika kura za mwaka 2027. Naam, nikushukuru tena Wandera kwa kutupatia ufafanuzi wako huo. Tuje kwako Makatobe, ukiwa nchini Tanzania. Nchi yako Tanzania imejaribu inavyoonekana kuingia katika maridhiano ambayo kwa hakika hayakufika mbali, kwa sababu baada ya Rais Samia kuja na ajenda yake ya R4, uvumilivu, uhimilivu, ushirikiano, ujenzi mpya, imeonekana kwamba sasa vyama vikuu kikiwemo chama cha Chadema kabla na sasa baadaye chama cha ACT Wazalendo vyote vinasema kwamba Rais Samia ameyavunja maridhiano ambayo alianzisha yeye mwenyewe. Upande wa Zanzibar, serikali ya umoja wa kitaifa inaendelea kuwepo, ingawa ni legelege kwa sababu yaliyotokea katika uchaguzi 2020. Unapoangalia maridhiano ya Kenya chini ya Raila Odinga, ukiangalia maridhiano ya Tanzania chini ya viongozi wa upinzani na chama cha tawala cha CCM, unaweka mlinganisho gani? Pana mpishano gani? Pana mfanano gani? Nimefurahi kuweza kusikia michango ya wengine wakitoa huko kwa jinsi siasa za Kenya zilivyo na sarakasi kubwa, wanavyoweza kupinduana, wanavyoweza kutukana, lakini pia wakaokotana, pamoja na kwamba huwa tunasema kwenye siasa hakuna uadui au urafiki wa kudumu, lakini Kenya wameenda mbali zaidi kwamba hakuna takataka za kudumu.
Ume unaweza ukatupa takataka jalalani, lakini baadaye tena ukazirejea ukaendelea kula. Ndiyo tulioyaona Kenya. Kwa Tanzania kuna tofauti mkubwa na siasa za Kenya, ndugu mwenyekiti, kwa sababu tangu 1977 chama kinachotawala ni kimoja tu, CCM. Hakujawahi kuwapo na chama kingine chochote ambacho kilikuja kushika madaraka. Kwa hiyo ni tofauti kubwa. Lakini pia kwa upande wa Tanzania hakujawahi kuwa na hoja ya upinzani yoyote ikaweza kupita, isipokuwa ni yale ambayo yanapitishwa na CCM, hasa huku kwa upande wa Tanganyika. Wengine wanasema Tanzania bara, lakini haipo. Tanzania ndio Tanganyika yenyewe. Kwa hakujawahi kutokea hata siku moja. Mara nyingi hata hoja ingekuwa nzuri kiasi gani kutoka upinzani, nzuri kweli kweli, lakini haijawahi kupita mpaka upate ridhaa, mpaka iridhiwe na CCM. Amini usiamini mwenyekiti, ni kwamba hata maandamano ambayo yapo kikatiba unaweza kuandamana vizuri tu, tofauti na wenzetu wa Kenya ambako wanaandamana tu. Huku ni ruhusa ya rais.